ni sehemu ya pili ya kisasi cha Mfalme Zarifus. Zarifus alitembea kwa kasi, macho yake yakimeta kama ya mnyama aliyejaa njaa ya kisasi. Alijua kuwa alikuwa kwenye njia isiyokuwa na huruma, lakini roho za mababu zake zilizozunguka ulimwengu wa giza zilikuwa zikiendelea kumwambia kuwa safari hii ilikuwa yake pekee. Wakati huu hakuwa tena mfalme wa Otronis aliyejaa upendo na huruma. Alikuwa mnyama wa kisasi, akiongozwa na nguvu za uchawi na roho za mababu ambao walikuwa na msimamo mmoja tu: kulipiza kisasi kwa damu. Katika mlima mrefu wa Varados, Zarifus alifika kwenye hifadhi ya Dalron, waziri aliyetoroka na kuungana na Azaroth. Alijua kuwa Dalron alikuwa akijificha katika mapango yaliyojaa nguvu za uchawi mweusi, akijilinda kutokana na hasira ya Zarifus. Lakini Zarifus alijua kuwa hakuna kificho cha kumzuia tena. Alijua kuwa roho za mababu zake zilikuwa zimejaa njaa ya haki, na hata Dalron, aliyejificha kwa uchawi, hangekwepa kisasi. Alipokuwa akielekea kwenye mapango hayo ya giza, aliona alama za uchawi za zamani zilizochorwa kwenye miamba. Alama hizi zilikuwa za familia ya Vairan, kabila la Azaroth, na zilionyesha michoro ya damu na mifumo ya uchawi mweusi. Zarifus alijua kuwa alikuwapo kwenye ardhi ambayo ilikuwa imejaa laana. Alijua kuwa kila alama ya uchawi iliyozunguka ilikuwa sehemu ya makovu ya kisasi alichokuwa akilitafuta. Aliingia kwenye pango lenye ukimya wa kutisha, sauti ya miali ya upepo ikisikika kama vilio vya roho zilizozunguka. Macho ya Zarifus yalikuwa yakimtazama kila kona, akiona mawe yaliyotengenezwa kwa uchawi wa zamani. Alijua kuwa Dalron alikusudia kutawala na uchawi wa roho za mababu wa Vairan, lakini kwa Zarifus, huu ulikuwa wakati wa kulipiza kisasi. Macho yake yalijaa giza la kutisha, yakitazama kwa umakini kila kitu kilichozunguka. Roho za mababu walimwambia kuwa Dalron alikusudia kuchukua uchawi wa familia ya Otronis na kuutumia kwa madhumuni yake mwenyewe, akitaka kuwa mtawala wa giza wa Varados. Dalron alikuwa akitafuta nguvu za roho za mababu wa Vairan ili kuwa na uwezo wa kumshinda Zarifus, lakini alikosea sana. Zarifus alikusudia kumwondoa Dalron kwa njia ya uchawi wa roho. Aliweka mikono yake kwa makini, akianza kuzungumza maneno ya uchawi wa zamani. Alimuita roho za mababu wa Otronis, akiamuru nguvu zao ziweze kumsaidia kumlipa Dalron. Giza lililozunguka lilianza kuwaka kwa mwanga mkali, na Dalron alijua kuwa alikuwa kwenye hatari. Dalron alijitokeza kutoka kivulini chake, macho yake yakionyesha hofu. Alijua kuwa mwisho wake ulikuwa umefika, lakini alijua pia kuwa hakuwa peke yake. Aliinua mikono yake kwa uchawi wa giza, akijaribu kuuzuia mkono wa Zarifus. Hata hivyo, nguvu ya uchawi wa Zarifus ilikuwa kubwa. Alimshikia Dalron kwa nguvu, na alama za usoni na mikononi mwake zilianza kung'aa kama mishale ya moto. Lipa kisasi chako kwa damu, roho za mababu zilisikika, zikimwamrisha Zarifus. Alijua kuwa huu ulikuwa wakati wa kulipa kisasi kwa kila kifo kilichotolewa bila huruma. Kwa mwendo wa haraka, Zarifus alifanya shambulio la mwisho. Kwa nguvu za uchawi wa damu, alimuua Dalron. Lakini wakati Dalron alipoanguka, uchawi wa giza ulizidi kutawala. Roho za mababu wa Vairan, ambao walikuwa wamejificha kwa miongo mingi, walijitokeza kutoka kwenye kivuli cha pango hilo. Walikuwa wakimjua Zarifus, lakini walikuwa na hasira za giza zaidi ya ile ya Zarifus. Alijua kuwa alijikuta kwenye vita ya nguvu za uchawi za mababu wa Vairan na za Otronis. Zarifus alikusudia kupigana na roho hizo kwa nguvu za uchawi wa mababu wa Otronis. Alijua kuwa ushindi dhidi ya roho za Vairan ilikuwa ni njia ya kumaliza mkataba wa kisasi cha familia yake. Zarifus alisimama mbele ya roho za mababu wa Vairan waliotokea kutoka kivuli kilichozunguka pango. Roho hizi zilikuwa na macho ya giza, ya kutisha, yaliyojaa uchawi mweusi. Walikuwa na miili ya nadhifu, lakini walionekana kama kivuli cha majoka yenye njaa ya roho za wafu. Wakati walipotembea, udongo chini ya miguu yao uligeuka kuwa kivumbi cha giza, kama alama ya maafa waliokuja nayo. Zarifus alijua kuwa hawa si roho za kawaida. Hawa walikuwa wachawi wa zamani, wakiwa na nguvu za kutisha kutoka kwa dunia ya giza,
walioshikilia ushawishi mkubwa kwenye ardhi ya Varados. Walijua kuwa Zarifus alikuwa akilipa kisasi, lakini kwao, kisasi kilikuwa ni sehemu ya urithi wao. Walikuwa na njaa ya kuona ufalme wa Otronis ukijivua utawala wake wa kifalme na kuanguka, kama ilivyokuwa zamani. Zarifus, mwana wa Otronis, mfalme aliyeanguka, alisema roho mkuu wa Vairan, aliyevaa vazi la giza. Tunaonekana kwako, lakini wewe pia ni sehemu yetu. Kisasi chako hakitachukua nafasi mbele ya roho za mababu wetu. Tutakupokonya nguvu zako, tutavua kiapo chako cha damu. Macho ya Zarifus yalikuwa yakimeta kwa rangi ya dhahabu na nyekundu, mwangaza wake ukiwa kama mwili wa mnyama aliyejaa njaa. Alijua kuwa alikuwa akifanya mapambano ya kipekee, lakini hakuwa tayari kuachia kisasi chake. Roho za mababu wa Otronis zilimuongoza, na kwa nguvu za uchawi alizozijua, alijua kuwa alikuwa na uwezo wa kushinda. Basi tukutane kwenye giza, Zarifus alijibu kwa sauti ya kutisha, macho yake yakiwa na mwanga mkali wa uchawi. Alijua kuwa nguvu za Vairan zilikuwa na madhara, lakini aliishi kwa makusudi ya kutafuta haki kwa damu ya familia yake. Ninyi ni roho wa zamani, lakini hamjui kisasi kinavyoweza kutoweka hofu zenu. Hakuna roho itakayosimama mbele yangu. Kwa haraka, alitaja maneno ya uchawi wa mababu wa Otronis. Maneno haya yalikuwa yakienda sambamba na nguvu za roho za mababu zake, na hewa ilianza kutetemeka. Milima ya mawe yaliyojaa uchawi ya zamani yalitengenezwa kwa nguvu za damu na giza. Zarifus alikazana kuzilenga roho hizo za Vairan kwa mikono yake, akirudia neno la uchawi la kutisha. Roho wa Vairan walikusanyika kwa haraka na kuzunguka Zarifus, wakijaribu kuteka nguvu za uchawi. Walikuwa na uwezo mkubwa wa kubadili dunia ya kiroho, na kwa wakati mmoja, waligeuza udongo kuwa wa sumu na mawe kugeuka kuwa mapengo ya giza. Zarifus aliona mawe yanavyovunjika na giza likiwa kila kitu kilichozunguka, lakini hakuwa na hofu. Aliinua mikono yake, akiendelea kutamka maneno ya uchawi, huku roho za mababu wa Otronis zikijitokeza kwa mwangaza wa dhahabu, zikimzunguka kama kivuli. Walimsaidia, walimwongezea nguvu za haraka na kumwambia kuwa kila kiapo cha kisasi kingeendelea mpaka damu ya familia yake ilipomwagika kwa ajili ya haki. Kwa haraka, Zarifus alifanya shambulio la mwisho. Alikuwa na mikono ya moto, ikiwaka kama miale ya jua kali. Roho za Vairan walijaribu kupambana, lakini nguvu za giza walizokuwa nazo hazikuweza kuhimili uchawi wa Zarifus na roho za mababu wa Otronis. Kwa sauti ya kishindo, Zarifus alirusha miale ya uchawi, akivunja kivuli cha roho za Vairan, na alama za kifalme za Otronis zilionekana kwa mwanga mkali kwenye mwili wake. Roho wa Vairan walipiga yowe kubwa, walikimbia kwa hofu, na mwanga wa giza ulianza kufifia. Zarifus alijua kuwa ushindi wake haukuwa wa kumaliza vita, bali ni hatua ya kwanza ya kulipiza kisasi. Aliangalia mbele kwa makini, akijua kuwa Azaroth alikuwa bado yupo, akiwa na nguvu za uchawi mweusi.